Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwanza kabisa namshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, sina budi kusema alhamdulillahi rabbil alamin. Mimi ni Sara Ibrahim Katunzi na hii ni Al Hidayah Online TV. Leo Al Hidayah Online TV tumekutana na kisa cha kusikitisha cha ndugu yetu Sharifa Hamisi ambaye yuko mkoani Mwanza, mtaa wa Rufiji. Aliugua kwa kipindi cha muda mrefu. Ambatana nami mwanzo hadi mwisho ili tujue nini kinachomsibu dada yetu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Pole sana. Asante. Watazamaji wanatamani wajue unaitwa nani? Kwa majina naitwa Sharifa Hamisi Mzee, ni mkaazi wa Mwanza, mtaa wa Rufiji. Pole sana mamangu. Na tulikupo tunahitaji tujue unasumbuliwa hasa na nini, kitu ambacho kimekulaza kitandani kwa kipindi cha muda mrefu, historia nzima, yani pindi ugonjwa ulipokuanza mpaka sasa hivi ufika mpaka ukaa kitandani kwa namna hii. Watazamaji wanatamani wajue Sharifa ana tatizo gani, ameanzaje mpaka alipofika mpaka hapa, ni tujue. Mwanzo wa maradhi yangu nilianzia kisigino cha mguu wa kushoto. Nilikuwa nikilala inanijia hali ya kutetemeshwa, kisigino kinatetemeshwa na kuwa kama vile napigwa shoti toka 2017. Ile hali nikaenda nayo kulingana na hali zetu. Unakwenda duka la madawa, unanunua dawa, unarudi unatumia ya kutuliza nini maumivu. Basi nikatumia, ikafika wakati nikapata safari za kutafuta riziki, nikawa nimekwenda Dubai. Baada ya kwenda Dubai nikawa nafanya shughuli zangu. Ile hali inakuja inapotea, inakuja inapotea. Nimekwenda ndani ya miaka 3 ya Dubai, kisigino kikawa kimezidi. Nikawa nimeomba kwa mabosi zangu wanipeleke hospitali. Wakanipeleka hospitali. Baada ya kunipeleka hospitali kule nikawa nimepimwa, ikaonekana kama nina shida ya calcium. Nina upungufu wa calcium na damu. Ni basi nikawa nimetibiwa, nikawa napewa dawa, natumia. Ile hali ikawa inakwisha, nikawa napewa na spray za kupuliza. Baada kisigino kuwa kinaniuma sana, kikawa kimeshika na mfupa ule wa nyuma unaoshika kisigino, ikawa hata kuinua mguu ikawa ni tabu. Basi nikawa napuliza ile spray nyuma, kuanzia nyuma ya ule mfupa na kwenye kisigino. Yale maumivu yakawa yanakwenda yanatulia, naendelea na shughuli zangu. Imekwenda hali ikawa imezidi. Baada ya kuzidi, mabosi zangu wakawa wamenirudisha hospitali. Kunirudisha hospitali. Na samani, hiyo hospitali ya huko Dubai unaweza kama unaikumbuka jina? Yes. Inaitwaje? American Hospital. American Hospital. Okay. Baada ya kwenda American Hospital nikawa nimefanyiwa vipimo. Wakasema hawakuona tatizo, lakini wakawa wamenishauri wao, wakasema kwamba inawezekana ikawa ni shida ya mishipa yangu ya nerves, na shida ya nerves. Okay. Wakaniambia kuna wakati unaweza ukapima na tatizo lisionekane, lakini inakuwa sio kwamba huna tatizo. Okay. Wakaniambia kwamba nirudi nyumbani ili nije niendelee na tiba nyingine. Nikawa nimerejea nyumbani. Baada ya kurudi nyumbani Tanzania. Okay. Nikakaa. Baada ya kukaa nikawa nimeanza kwenda hospitali.
Hospitali yangu ya kwanza kwenda ilikuwa ni Tanzanite. Kuna specialist wa neuro anaitwa Dr. Kanumba. Nikaenda nikamuona. Baada ya kumuona naye tukarudia kufanya vipimo. Tuliporudia kufanya vipimo, tatizo halikuonekana. Naye akanieleza yale yale kama nilikuwa nimeelezwa Dubai kwenye hospitali ya American Hospital. Basi akaniambia ili tatizo huwa tunalitibu kwa dalili, kwa sababu dalili ulizonazo ni dalili za hiyo shida ya neuro. Basi akanianzishia dawa nikawa natumia. Nikawa nimetibiwa pale Tanzanite mwaka mmoja. Baada ya kutibiwa Tanzanite mwaka mmoja, ikatokea siku moja na jaribu kusimama nikaanguka. Nilivyoanguka nikavunjika mguu. Nikawa nimekwenda hospitali ya Seketure. Baada ya kufanyiwa vipimo, pigwa x-ray, ikaonekana nimevunjika mfupa pamoja na mshipa na nyome umekatika, umehama. Kwa hiyo nikatibiwa pale kwa miezi 3. Kawa nimefungwa muhogo, kila nikienda nikifunguliwa nakuta mguu haujaunga. Mwisho wake wakanipa referral ya kwenda Bugando. Na kwenda Bugando nikakutana na daktari wa mifupa, lakini nikiwa ndani ya wheelchair. Daktari wa mifupa akawa ananihoji kwa sababu mguu ulikuwa umevunjika. Akaniambia, mguu, mbona naona kama miguu yote ina shida? Kwani mguu uliopata shida ni upi? Nikawa nimemwambia. Akaniambia, kwani una shida gani? Nikamweleza, nikamwambia mimi nilipata changamoto, miguu yangu ilipoteza nguvu. Yule daktari akataka afahamu kwamba history ilikuwaje mpaka nikakaa. Nikaanza kumweleza nilivyoanza. Akaniambia, hapana, naomba niwashirikishe na wenzangu. Akaenda akaita madaktari, wakaja 5. Walipokuja wale madaktari wakaniangalia, wakanichukua maelezo, wakawa wanaandika. Basi wakaniambia, sasa hivi tutashughulika kwanza na la mifupa. Mguu kishaunga utarudi hapa, utakwenda kumuona huyu daktari. Kama nielekeza huyu daktari alikuwepo, na utakuja kwenye kliniki yangu, nitakuja nikufanyie vipimo upya. Basi nikafanya yale matibabu, na yenyewe nikafanya miezi 4, mguu ulikuwa haujaunga. Basi baada ya kufanya nikarejea kwenye kliniki yake. Akaniandikia na yeye tena vipimo. Nikaenda kufanya vipimo vya MRI. Akataka kipimo cha uti wa mgongo pamoja na ubongo. Nikawa nimevifanya, wakawa wamenisomea. Waliponisomea wakasema tatizo halijaonekana. Akasema lakini na wao wakaniambia sio kwamba kusema tatizo halijaonekana ndio kwamba hauna hiyo shida. Utakuwa una shida ya neuro ndio huwa ina hii system, inaweza ikaonekana na isionekane. Ona ile kisigino kilipelekea mpaka ule mguu ulivyovunjika. Kwa mguu ulivyovunjika, ule mfupa ikabidi wakupime na uti wa mgongo mzima, kwa sababu nilivyovunjika nikawa sasa ndo siwezi kila kitu. Nikawa kulala hapo. Ndio hicho kilikuwa chanzo. Basi baada ya kuniandikia hizo hivyo vipimo nilivyovifanya, wakaniambia tunakuanzishia dozi. Sasa wao walichokuwa wameniambia, wakaniambia mwanzo, mimi nikamwambia, je, hili tatizo niliwauliza lina tiba? Wakaniambia hili tatizo linatibika, lakini sio la kupona kwa haraka, wala usiweke akilini. Huwa linachukua muda mrefu. Nikaenda hivyo na kwenda natibiwa, nachukua dawa na kwenda mazoezi, narudi nyumbani. Ndani ya hii miaka 4
Sasa huwa napata changamoto kwa sababu nilipoanzishiwa dawa za nyuro waliniambia zile dawa zina madhara, na ilikuwa mwisho wa kutumia zile dawa ilikuwa ni mwaka mmoja. Na toka umetoka Dubai hukuwahi kuwasiliana na mabosi zako wakakuuliza unaendeleaje, hali yako? Niliwahi kuwasiliana nao, alafu baadaye nikawa nimepoteza simu ambayo ilikuwa ndo iliibiwa ile simu. Okay. Na toka ulivyotoka hiyo awamu ya kwanza umetoka Dubai mpaka sasa hivi hujawahi kurudi tena? Hapana, sijarudi tena kwa sababu nilikuwa toka nilivyotoka nikawa kitandani sasa. Na hayo matibabu naye anagharamikia? Yaani haya matibabu mimi huwa naomba msaada. Endelea. Wakanambia hizi dawa mwisho wa kutumia ni mwaka mmoja, lakini ndani ya hizi dawa unapotumia kila kitu kina uzuri wake na ubaya wake, kina saidi nzuri na kina saidi mbaya. Naam. Kwa hiyo wakanipa option, akasema hizi dawa madhara yake ya kwanza zitakuletea changamoto nyingi, kwa sababu ndivyo zilivyo. Kwanza zinatanua moyo, zinaleta sukari, zinaleta uzito mkubwa, lakini ni dawa ambazo zinaweza nikizimeza naweza hata kujiinua, nisipomeza siwezi kujiinua. Wakanambia kwa sababu sindano za hili tatizo zina gharama, kila sindano moja inagharimu milioni 7 na unatakiwa uchome sindano 8. Mimi nikawa sina uwezo wa ile pesa. Daktari akanipa option, akaniambia unaweza ukaandika barua nikakuombea ukafanya kama unaomba msaada, nikaipitisha. Akasema hapa Bugando huwa kuna misaada huwa inakuja mara moja kwa mwaka. Nafikiri kama anasema ni wa Marekani ama ni wa Jerumani ndo wanaleta hizo sindano, wanasaidia watu ambao hawana uwezo wenye hili tatizo, lakini watu ambao wenye changamoto hii ni wengi, wahitaji ni wengi, kwa sababu wengi hawawezi kuafford hizo gharama. Kwa hiyo unakuta kila daktari ana wagonjwa wake ambao tayari wako tayari kaisha waandaa kwa ajili ya kuombea hizo sindano, na unaweza ukapata zote ama usipate, ama ukapata 2 ama ukapata 3. Kwa hiyo inategemea. Basi daktari yule akajaribu kuniombea, lakini kwa bahati mbaya hawakuleta ule mwaka zile sindano. Akaniambia basi utaendelea kumeza tu hizi dawa. Nikawa nimezimeza, nimeendelea kumeza. Sasa nikapata shida, napata shida ya pumzi, huwa nabanwa. Nikipata hiyo shida ya pumzi inabidi nikimbie hospitali iliyoko karibu, na hospitali ambayo iliyoko karibu nayokwenda ni Aga Khan. Basi nikifika pale wananiwekea oksijeni, wananihudumia, natoka narudi nyumbani. Yaani hiyo ndio imekuwa ni sehemu ya maisha yangu. Yaani nakaa wiki 2 nyumbani ama wiki 1 nyumbani, wiki 3 niko hospitali. Yaani ndio sehemu ya maisha yangu. Muda wa kukaa nyumbani ni mchache kuliko muda wa hospitali ambao ninaishi hospitali. Siku hiyo nimebanwa usiku, nikasikia kama hali ya homa hivi. Baada ya kusikia nasikia homa, nikawa nimekwenda hospitali usiku. Ilikuwa kama mida ya saa 3. Nafika pale hospitali, nikaenda kumuona daktari. Na kwenda kumuona daktari, yule daktari akaniuliza unaumwa nini? Nikaa nimemueleza, nikamwambia nasikia dalili ya malaria. Akaniambia malaria tu ndio inakufanya unakaa kwenye wheelchair kweli? Nikamwambia hapana, mimi nina changamoto. Naye akatega sikio kutaka kujua nina changamoto gani. Akaniambia una changamoto una changamoto gani? Nikamwambia mimi miguu yangu ilipoteza nguvu. Ilipoteza nguvu? Ilipotezaje? Sasa mimi
nikawa, kwa sababu nilikuwa najisikia vibaya, nikawa nataka tu ile kumweleza haraka haraka ili nipewe huduma. Akaniambia, hebu naomba kwanza tuachane na hili, naomba kwanza unielezee ulianzaanzaje mpaka ikafikia ukakaa kwenye wheelchair. Nikamweleza history nzima. Baada ya kumweleza history nzima, akaniambia, mimi naomba nikusaidie kwa haya maelezo ulionipa. Hauna shida ya nyuro, wewe una shida ya mifupa. Nikamwambia mimi nina shida ya nyuro na niko kwenye dawa. Nikamweleza huu sasa ni mwaka wa 4 nimo ndani ya dawa. Akaniambia, hapana, mimi naomba nikusaidie. Sasa hivi nakulaza, ila kesho wakipita madaktari uombe uende ukaonane na huyu daktari. Huyu dokta akanipa jina lake, anaitwa Kudisala. Kamuone Kudisala, kuambiwa kupeleke. Basi akawa amenipa na namba za simu, kaandika na jina lake kwenye ile karatasi, akanipa. Nikawa nimepelekwa wodini. Kesho yake mimi sikwenda, nimekaa wodini siku 3. Siku ya 4 akapita wodini kupita kuniona, kaniuliza, Sharifa, kumbe upo? Nikamwambia nipo. Vipi hali yako? Nikamweleza. Baada ya kumweleza kaniuliza, ulienda kumuona Kudisala? Nikamwambia hapana. Akaniambia, kwa nini? Nikamwambia nilikuwa nasubiri niruhusiwe alafu ndo nije nimuone kwenye kliniki yake. Akaniambia hapana. Akamuita nesi, akamwambia, naomba umchukue sasa hivi umpeleke kwa Kudisala kule kwenye kliniki yake, manake ni humo Aga Khan, lakini inakuwa ni juu kwa nje. Kwa hiyo wakaniandaa pale, wakawa amenipeleka. Akaniambia, na ukifika kwa Kudisala umwelezee kila kitu kama ulivyonieleza mimi. Basi nilipofika nikamwelezea. Nilipomwelezea akanisikiliza, hakusema kitu chochote. Akaniandikia dawa. Ananiambia, nakuandikia dawa, uende ukachukua hizi dawa. Ilikuwa siku ya Alhamisi, urudi hapa siku ya Jumapili. Nikamwambia sawa. Na kwa bahati nzuri, wakati narudi wodini nikakuta tayari nimeshaletewa discharge, nimeruhusiwa kutoka hospitali. Kawa nimerudi nyumbani. Baada ya kurudi Jumapili nikarudi kliniki, nikaenda kwenda kuonana naye. Baada ya kwenda kuonana naye akanihoji, akaniuliza, unaweza kusimama? Nikamwambia hapana. Huwezi kabisa kusimama? Nikamwambia siwezi. Akaniambia, basi leo naomba tushirikiane, leo nahitaji usimame. Nikamwambia yani siwezi, kwa sababu na miaka mingi niko kitandani, siwezi kusimama. Sasa kawaita manesi, akamwambia, mchukueni mpelekeni kwenye x-ray na kuja huko. Kanipeleka kwenye x-ray. Nilipofika kwenye x-ray akaja, wakasaidizana, kaita na wengine wakasaidizana pale, wakawa wananisimamisha. Sasa simama. Ilikuwa saa 4 asubuhi mpaka kufikia saa 9, kwa sababu walikuwa wakijaribu kunisimamisha, wakiniachia na dondoka, wanakuwa hawapati zile picha. Kaniambia, tunataka picha za uti wa mgongo na tunataka na picha za jointi, tunataka tupate mbele na nyuma. Basi mpaka kufikia saa 9 zile picha zikawa zimepatikana. Baada ya kupatikana nikarudishwa kule kwenye kliniki yake kwenda kunisomea. Nilipofika kwenye kliniki yake akaniambia, tizama kwenye screen. Kakuangalia kwenye screen, akaniambia, unaona? Na screen yenyewe kawa inaonyesha vizuri kabisa. Akaniambia, unaona hapa, hizi ni pingili. Akanihesabia, unaona hizi 1 2 3. Akanihesabia hizi pingili 6 zimelika, alafu pingili 2 zimehama. Haya, tukatoka huko, akaja kwenye huku nyuma, kwa sababu alipiga x-ray kuanzia uti wa mgongo mpaka kwenye kichwa, kwenye ubongo. Ndo kuniangalia akasema, pia mishipa yako
ya shingo imebanwa. Okay. Kwa sababu hata kugeuka nyuma siwezi. Okay. Akaniambia sasa tunarudi kwenye joint. Akaniambia unaona hizi joint, mifupa yako yote imelika. Akanionyesha pale pako wazi na eneo kubwa sana ambalo liko wazi. Akaniambia kokote mifupa yako imelika. Basi nikamuomba nikamwambia, je, nasaidikaje? Tatizo langu linaweza kupona? Akaniambia kwa tatizo hili naomba kwanza urudi Bugando, uende ukaombe kuonana na daktari wa mifupa, daktari bingwa wa mifupa, akufanyie kipimo cha MRI. Omba wakufanyie kipimo cha MRI tena. Okay. Alafu ndo utarudi. Okay. Nikawa nimeendelea kumhoji, nikamwambia nikirudi, je, kwanza hili tatizo langu lina uwezekano wa kwa sababu alisema kwamba hili tatizo ni mpaka operation na ni operation kubwa. Nikamwambia, je, hapa mnafanya operation hiyo? Akasema hapa tunafanya, lakini kwa kiwango cha tatizo lako ni mpaka labda tukutane jopo la madaktari wenzangu tudiskasi kama tutaweza ama kama tunaweza kufanya jaribio. Sawa. Akaniambia naomba kwanza uende Bugando kaonane na madaktari bingwa. Basi nikawa nimekwenda. Baada ya kwenda nikaongea nao, nikakutana na dokta mmoja anaitwa Dr. Andrew. Basi wale wakanisikiliza. Waliponisikiliza, na yeye hakuwa peke yake, naye akaita jopo lingine. Baada wakaniomba kwanza x-ray nilizotokana nazo Aga Khan. Wakawa wameziweka, wakanieleza, wakaniambia kulingana na tulichokiona kwenye hii x-ray, acha tukufanyie hicho kipimo. Tufanye kwanza kipimo cha MRI kituletee majibu, alafu na chenyewe tuone kitasemaje. Kwa hiyo wakaniandikia, nikaenda kufanya x-ray ya MRI ya uti wa mgongo pamoja na ubongo na joint. Okay. Nilipomaliza pale wakaenda wakanisomea. Kunisomea tena akawaita kwa wenzie. Wakaanza kuniambia, kanieleza, dada Sharifa, tunaomba tukueleze ukweli kwa sababu Watanzania sisi tunapenda uongo mwepesi kuliko ukweli mgumu. Kulingana na tatizo lako lilikofikia, uwezekano wa kukutibu hapa haupo. Kwa sababu jointi zako zimelika. Sisi hapa kweli tuna option ya kuweka viwiko bandia, lakini tatizo lako ni kubwa. Kwanza hatuna vifaa na bado hatujafikia kwenye uwezo huo. Nikajaribu kuwaomba, je, mkiweza kunifanyia nani hii ya uti wa mgongo operation? Akasema hapana, kuliko kukuua na majeraha, kwa nini tukutese tukuue na vidonda? Tunaweza tukakuingiza kwenye operation usitoke. Basi wakwenye wameniomba, kaniambia tu rudi nyumbani, nenda katumie dawa za maumivu, kwa sababu hatuwezi kukupa dawa nyingine yoyote, kwa sababu dawa tayari ambazo nilizokuwa nimetumia wakati wameingia kwenye system. Ukiingia kwenye system unaona dawa zote nilizokuwa natumia. Kwa hiyo akasema kulingana na masharti ya hizi dawa, kwanza yani haturuhusiwi mgonjwa kumpa hizi dawa zaidi ya mwaka, na umetumia hizi dawa zaidi ya mwaka. Walikataa kunipa, nikawa nimemuomba daktari wangu akaendelea kunipa. Kwa hiyo nikazimeza zile dawa ndani ya miaka 3 mfululizo. Ndio iliniletea shida ya moyo umetanuka. Basi baada ya hapo nikawa nimerudi tena
hiyo yote katika nafsi na tapatapa, najaribu labda nipate ufumbuzi, nafanyaje, itakuwaje. Nikarudi kuongea na daktari wangu, akaniambia kiukweli hili tatizo lilipofikia huwezi kutibika hapa. Akanitajia nchi ambazo wanaweza, akaniambia nchi ambazo wanaweza na ambazo wenye uwezo wa kufanya, madaktari wenye uwezo wa kufanya hilo na vifaa. Akanitajia ni Marekani, Australia, Canada na Ujerumani. Akaniambia tena kwa swala la la joint, the best Ujerumani. Kama labda familia itakuwa ina uwezo, kama wanaweza kukupeleka huko, unaweza kuinuka. Nikamwambia kwa kweli familia yangu haina uwezo, na yeye mwenyewe alikuwa akiona hata uendaji wangu wa kliniki, wakati mwingine unashindwa kuhudhuria kwenda kupata dawa, anakusaidia yeye mwenyewe kutoa pesa yake ya nauli kukupa, kwa sababu unakwenda lakini hujui unarudije. Kwa hiyo ikitokezea umepata bahati ya kupata mtu wa kukupeleka, umepata nauli, wakati mwingine hupati, basi ndo maisha yangu. Na unakwenda pia, unakwenda hospitali. Hapa ninapokaa niko mwenyewe, ninakwenda natoka kwenda hospitali, lazima nipate msaada wa kubebwa, kuingizwa kwenye wheelchair. Kuna wakati unaweza hata kufika hatua ngapi, kuna wakati huwezi kabisa, inabidi wa kubeba mtu wa kukusukuma, na unapofika kule mtu wa kukusukuma. Yani sina mtu, nategemea uombe msaada. Ukipata mtu sawa, wakati mwingine unakwenda hospitali huna, na ilikuwa inafikia hivyo mpaka wao, yani ikabidi wao sasa ndo wabebe hilo jukumu la kuwa wananisaidia. Nimekwenda hivyo, basi akajaribu kunikutanisha, akaniambia naomba nikusaidie, kuna daktari ambaye mimi namfahamu yuko Ujerumani, anafanya hii kazi na yuko kwenye kitengo hicho, na kuna mtu katokea hapa Mwanza, alikuwa naye na shida kama ya kwako, lakini karudi ni mzima. Basi akanipa namba za yule daktari, nikawasiliana naye, nikaongea naye. Akaniambia basi kesho mimi nitakutana na madaktari wenzangu, nitazungumza nao, alafu utanitumia CD za MRI. Basi kweli kesho yake akazungumza nao, akanitafuta, nikawa nimemtumia zile CD. Kumtumia zile CD na zenyewe zikasema ni hilo, lakini wakasema wao wana uwezo wa kulitibu. Kwa hiyo kwa amenipa gharama za matibabu. Wakaniambia hizi zote gharama zake ni milioni 60. Hizo ni gharama za matibabu mbali na chakula. Manake anasema ukifika kule kukaa hospitalini gharama kwa wiki moja ni milioni 15. Inatakiwa nikae nje ya hospitali. Na kule inatakiwa ukienda unakaa miezi 3. Kwa hiyo wao wanakuchukulia nyumba, ila masuala ya chakula unajitegemea na usafiri wa kukufikisha hospitali, lakini inakuwa ni karibu. Sio sawa na kwenda kukaa sehemu nyingine ambapo gharama zitakuwa ni kubwa zaidi. Basi akawa pia amenikutanisha, akaniambia tunakupa na namba ya huyu mama. Huyu mama katokea huku, naye alikuwa na tatizo kama la kwako. Kweli nikazungumza na yule mama, yeye anaishi Dar es Salaam lakini ana apartment zake hapa Mwanza. Ila maisha yake yalihamishia Dar es Salaam. Basi akaniambia mimi nikijaliwa, tukaongea naye, akanieleza na yeye akaniambia na mimi nilikuwa hivyo na hivi. Sasa hivi mzima nafanya shughuli zangu kama kawaida, na Mungu akijalia nitakuja Mwanza, nikija Mwanza nitafika kwako. Kweli akaja hapa, ni kama miezi 4 imepita au 5. Alipofika hapa kweli mzima, akanieleza, akaniona, akaniambia mimi sasa na uwezo kutoka kama hapa nimetoka
wapi, Buswelu kwa miguu. Nimekuja natembea mpaka hapa na narudi Buswelu tena. Basi akanitia tu moyo, kaniambia hapa kikubwa ni kumuomba Mungu akuwezeshe uweze kupata hiyo pesa ya matibabu. Lakini nikitizama hali yangu, kwa kweli sina mtu kwa kusema nina mtu ule kunishika mkono, sina kwa sababu hata mimi mwenyewe kupata huduma zangu ni mtihani. Yaani hapa unavyoniona nimelala kitandani, lakini najitegemea chakula, najitegemea sabuni, unajitegemea upate pesa wapi ya kulipa umeme, ununue umeme, pesa ya kununua maji. Ndio maisha ninayoishi. Kwa hiyo mimi naomba yoyote atakayeguswa kwa namna yoyote, nateseka, nimelala muda mrefu, nimechoka, napata tabu sana, hata nikitaka kuinuka ni mtihani. Hapa nilipo hili tatizo limenipelekea siwezi kuzuia haja zangu zote. Umeniambia kwamba mshipa mkubwa umeharibika, umekuwa mweusi, umeharibu mpaka njia ya haja. Siwezi kuzuia haja yoyote. Naomba msaada yoyote atakayeguswa. Naomba nisaidie kwa namna yoyote niweze kuinuka. Nimetumikia ibada hii muda mrefu. Namshukuru Allah, alhamdulillah kwa kadari zake. Nawaomba ndugu zangu, nawaomba mnisaidie, nawaomba mnitizame kwa jicho lingine, naomba mnitizame kwa jicho la rehema, naomba mnitizame kwa jicho la huruma. Nateseka, naomba msaada jamani, naomba msaada wa matibabu, naomba mnisaidie na mtihani. Mimi hata kukaa ni tabu, nakaa kwa tabu. Naomba huruma zenu wa Tanzania. Inshallah Mwenyezi Mungu atakubariki inshallah. Allahumma amin. Ndugu mtazamaji, kama ulivyoona hali ya dada yetu Sharifa, anateseka kiukweli, anateseka kwa sababu hapa hawezi kusogea, hawezi kufanya nini, yani hana msaada nishote, yani yupo yeye kama yeye. Ndugu zangu, atakayeuwa kumsaidia msaidie, yuko Mwanza mtaa wa Rufiji ambako ndipo anapoishi dada yetu. Hana msaada wa aina yoyote, hawezi kuzuia chochote kama alivyoambia. Tunaomba tushirikiane naye kwa chochote tujaliwa ili tuweze kumsaidia. Da Sharifa, toka tumefika hapa tumemwona huyu ndugu yetu, ameniambia ni ndugu yako katika imani na wala si ndugu yako, ni Muislamu mwenzetu kaja kukustiri kwa siku ya leo na anahisi huwa anakuja mara kwa mara. Je, nilitaka kujua hauna ndugu ambao wanaweza kukusaidia mpaka wanatokea watu wa kutoka nje ndio wanaokuja kukusaidia na si ndugu zako kabisa? Ndugu mtangazaji, mimi ndugu ninao, tena ninao ndugu wengi, lakini nikikwambia wallahi sina msaada wa ndugu wa aina yoyote hapa unavyoniona. Isingefikia hawa wakina mama, watu baki majirani wanakuja kunisaidia hapa, isingefikia huko. Lakini ni kwamba familia iliniacha. Na kwenye familia yako mko wangapi, na we ni mtoto wangapi, na ndugu wameacha kukusaidia ulivyofikia kwenye hali gani ya ugonjwa wako? Yaani ndugu wameacha kunisaidia miaka mingi sana. Waliwahi kunisaidia ndo kwanza wakati naingia kwenye matibabu, walinichangia bima. Baada ya hapo kulikuwa kuna ndugu yangu mmoja ambaye ni mtoto wa mama yangu mdogo,
ndo alikuwa akinisaidia, ambaye alikuwa ni daktari, lakini naye kwa bahati mbaya, na ndo mpaka sasa alhamdulillah Allah ananiruzuku watu wakuja kunisaidia, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Na mimi katika tumbo la mama yangu tumezaliwa 6, na mimi ni mtoto wa mwisho. Tumezaliwa wanawake 3, wanaume 3, lakini hawa ndugu zangu yani hawana msaada wowote, achana na msaada wa kipesa. Hawakai Mwanza, lakini hata kama wakitokea wamekuja, ni hawa kina mama. Na washukuru Allah walipe kila kinachowastahiki, na hii ndio iwe sababu ya wao kufutiwa dhambi zao. Amen. Na Allah awatakabalie Amen. Sala zao na dua zao kupitia sadaka hii. Alhamdulillah, alhamdulillah, wananipa stara. Hawa kina mama wamekuwa wakinifanyia wallahi pasipokuwa na kuchoka, wala mtu kuonyesha kakunja sura, kwa sababu mtihani nilionao ni mgumu. Huu unataka wa kwako, lakini kama mtu sio wa kwako, na kama sio mtu mwenye imani thabiti, wallahi nimepitia mitihani mingi sana. Namshukuru Allah, alhamdulillah, alhamdulillah. Unaona mpaka pesa ya kula wakina mama wanachangishana, na wao hali zao maskini ya Mungu ni duni, lakini kwa sababu wanatafuta rehma za Allah hawana namna. Watajitahidi, chochote wanachokipata watakuletea. Watajichangisha shilingi 2 3 watakuletea. Wamepata 1000 2000 wanakuletea kakula. Alhamdulillah, ndo maisha yangu ninayoishi. Kwa hiyo nawaomba Waislamu na wasiokuwa Waislamu, Mtanzania yoyote mpenda kheri na nje ya Tanzania, naomba yoyote atakayeona klipu hii, atakayeguswa, maana mimi sina cha kuwalipa, ni Allah peke yake. Lakini ndugu zanguni, nimeshikika mpaka nimeamua kutoka kwenye kadamnasi, kutoka kwenye macho ya watu. Wallahi napitia mitihani, na nina mtihani mzito, kwa sababu haya ninayopitia bila kumtegemea Mwenyezi Mungu ni mtihani mgumu sana. Lakini mimi na imani, sijakata tamaa. Imenibidi nihamishie kila kitu chumbani, kila kitu nikihamishie chumbani, maana najipikia mwenyewe, sina wa kunisogezea, sina wa nini. Napata watu alhamdulillah, asubuhi watu wanakuja, anaingiwa na huruma, anakuja anakufulia, anakufagilia, anakutandikia, lakini kujipikia najipikia mwenyewe. Imebidi nihamishe kila kitu, sina mtu, niko mwenyewe, sina wa kunifanyia. Na hizi ndo kadari ambazo Allah alizonikadiria. Sina namna zaidi ya kusema alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ndugu zangu, nawaombeni msaada. Nateseka hapa nilipo, najitegemea, najihudumia ni mwenyewe, chakula, kupata daipa, kwa sababu siwezi kuzuia chochote, haja zote zinapita. Na kuomba rais wangu, mama yangu Samia Suluhu Hassan, na kuomba mama yangu, naomba msaada wako. Nimeteseka sana mama yangu, naomba huruma yako, naomba msaada wako, naomba unisaidie mama yangu, ili niweze kwenda kupata matibabu. Mama, siwezi kumudu gharama za matibabu. Gharama za matibabu ni kubwa, na hapa uwezekano wa matibabu haupo.
naomba msaada wako mama yangu, naomba unihurumie, naomba huruma yako kama mzazi. Nawaomba ndugu zangu wahusika, Wizara ya Afya, yoyote atakayeona klipu hii, naomba msaada wenu. Wizara husika, naomba mniangalie kwa jicho la huruma, nahitaji msaada wenu. Ndugu mtazamaji, hakika ni wajibu na ni haki kabisa kumsaidia dada yetu Sharifa. Hali aliyonayo mmeiona, ni kisa cha kusikitisha. Mitihani tumeambiwa sisi wanadamu, na mtu yoyote unaweza kumpata wakati wowote. Leo unaweza kuamka mzima, kesho ukakutwa na mtihani wa maradhi. Tusisite kumsaidia ndugu yetu Sharifa, anatuhitaji sana kwa kipindi hiki. Na pengine mtu akihitaji kukusaidia kwa namna moja ama nyingine, atakupata kwa mawasiliano yapi? Kupitia namba simu ama kuja moja kwa moja au vipi? Mtu yoyote atakayeguswa kunisaidia, nina namba ya simu na pia napatikana Rufiji, Mwanza, na namba yangu ya simu ni 0757 74 32 46. Namba yangu ya simu ni 0757 74 32 46. Jina linatoka Sharifa Hamisi Mzee. Na kwa yeyote atakayetaka kufika, niko Mwanza, mtaa wa Rufiji. Ukifika Rufiji unauliza Bendera Mbili, ni karibu na Masjidi Amini. Tunatazamana na kijiwe kimoja cha kahawa kinaitwa Bendera Mbili. Basi ukiuliza maeneo hayo, mtu yoyote anakuleta. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zangu katika imani, mimi naitwa Asia binti Rajabu. Nimekuja hapa kumsaidia ndugu yetu da Sharifa, kumfanyia tu usafi, kumwoshea vyombo na kumfulia nguo zake. Hali yake ni ngumu sana, hawezi chochote, anahitaji sana msaada, anahitaji sana kusaidiwa. Kumsaidia da Sharifa apate msaada wa kwenda hospitali. Hali yake naiona, anaumwa sana huyu mama. Hivi ninavyomuona alipolala ndio maisha yake. Alikuwa anaweza kutembea, hawezi kutembea bila kushika, na hata ukimwangalia anakuwa anatetemeka, miguu inacheza, hawezi kusimama, haikanyagi miguu. Kwa hiyo jamani, tumsaidie mwenzetu, kaishapata mwafaka kwenda hospitali. Tusaidieni kwa kila mwenye nacho, kwa kila mwenye chochote. Kila mmoja ni mtarajiwa wa mitihani. Baada ya kuonana na dada yetu Sharifa, moja kwa moja tunaenda kuonana na kiongozi wa mtaa, na alikuwa na haya ya kusema. Kwa majina anaitwa Abdullahi Mbaraka, mwenyekiti wa serikali ya mtaa Rufiji, kata hii ya Mirongo. Mwenyekiti, kwa namna yako unamfahamu vipi Sharifa ambaye ameamua kipindi cha muda mrefu sana? Sharifa ni kweli ni binti ambaye ninamfahamu na ameugua kwa muda mrefu. Ni binti ambaye anaishi katika mtaa wetu, na tatizo lonalo nafikiri ni kama jinsi mlivyomuona. Kwa kweli ni binti ambaye ana tatizo kubwa na anahitaji pia msaada mkubwa kiasi fulani. Wewe kama mwenyekiti wa mtaa huu umeanza kumfahamu kipindi gani, na kipindi maradhi yanaanza ilikuwaje kwa sababu inaonekana pale anakaa mwenyewe Sharifa namfahamu ni muda mrefu, lakini toka maradhi yamemwanza kwa haraka nafikiri takriban kama miaka 7 hivi kama sikosei, toka amefika ya matatizo kama mlivyomuona. Na mimi kumfahamu kwangu ni muda mrefu sana, siwezi kusema ni miaka mingapi, kwa sababu ni binti ambaye amezaliwa katika eneo letu hili, katika kata yetu hii, na mpaka kana natoka nafanya shughuli zake, kusoma kwake na nini. Ni binti ambaye nimemzidi kiasi fulani umri, lakini hizo kumbukumbu za kwamba naumwa takriban, kama kwa kumbukumbu zangu zinaipa kama takriban miaka 7.
Okay. Mwenyekiti, wewe una wito gani kwenye jamii? Hasa jamii inashiriki vipi kwenye kutoa msaada kwa mgonjwa kuliko ambapo wanashiriki kwenye kutoa msaada kwa vifo? Kwa kweli Sharifa, tumefanya jitihada kwa upande wetu sisi hapa, ni kwamba tujaribu kutafuta wadau mbalimbali waweze kumsaidia. Kwa kweli alisaidiwa, lakini msaada wenyewe uliopatikana ni kiasi fulani, alhamdulillah, mpaka hapo alipofikia, lakini bado na uhitaji mkubwa. Bado ni mama au ni dada ambaye kwamba ana uhitaji mkubwa, lakini kutokana na jamii iliyotuzunguka na yenyewe jitahidi kiasi chake kwa kadri ilivyoweza. Na wito gani katika jamii kwenye kusaidia hasa wagonjwa kuliko ambapo wanajitoa kwenye kusaidia watu kishafariki? Okay, mimi wito wangu katika jamii ni kwamba naihamasisha sana jamii iweze kuhudumia au kusaidia wagonjwa, kwa sababu tusisubiri mpaka mauti mkute ndio tunaanza kuchangishana michango mikubwa na michango mingi. Lakini tunapokuwa tunamsaidia mgonjwa katika kipindi kile ambacho kwamba yeye anaumwa, kwanza tunampa faraja na anakuwa anapata matumaini makubwa, lakini pia inakuwa wakati ule anapokuwa hana uwezo, tegemeo lake ni sisi jamii ambayo tuliomzunguka. Na tukifanya utaratibu wa tukiwa tuna mgonjwa kama hivyo au mtu ana tatizo kama hivyo, tukiweza kuungana kwa pamoja, kushirikiana kwa pamoja na kumsaidia, inakuwa ni aula zaidi kuliko kusubiri mpaka mtu mauti yamefika au mpaka mtu azidiwe sana ndio tuweze kumsaidia. Lakini wito wangu ni kwamba ndipo mtu anapokuwa mgonjwa na ugonjwa wake tayari unaonekana kwamba unahitaji jamii, basi kwa haraka tuweze kumsaidia, tusubiri mpaka mauti umfike ili tukachangie msiba. Naomba jamii, wadau, viongozi, taasisi, waziri mwenye dhamana, rais wetu ni msikivu pia, tunamwomba Mheshimiwa Mama Samia pamoja na viongozi wake na yote ambaye atakayeguswa na hili, tuweze kumsaidia dada huyu, kwa sababu matibabu yake yana gharama kubwa, takriban ni shilingi milioni 60. Hasa kwa yeye kuzibeba hizi milioni 60 hana uwezo nazo, kwa sababu ni mtu ambaye kwamba mpaka sasa hivi yupo tu kakaa, hana anachoingiza zaidi ya kwamba ni msaada ambao anaopewa, hana kipato chochote kinachomuingizia pesa. Kwa hiyo hana hata bima yenyewe ya kuweza kumsaidia. Kwa ni mtu ambaye tegemezi lake ni sisi jamii tuliomzunguka. Kwa naomba wadau, viongozi mbalimbali tuweze kumhurumia, tumshike mkono, tumsaidie ili aweze kupata milioni 60 kwa ajili ya kuweza kufanyiwa matibabu. Ili hali sisi wote ni binadamu, hatujui kadari zetu, na mitihani tumeambiwa sisi, na mtihani unaweza kukupata muda wote, saa yoyote. Mimi ni Sara Ibrahim Katunzi na hii ni Al Hida Online TV. Usisahau kusubscribe YouTube channel yetu ya Al Hida Online TV, Instagram na Facebook, TikTok kama Al Hida Online TV. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.